Bwana, kama mtakuwa mnakumbuka kumbukumbu vizuri, kuna site ambayo nilikuja for the first time, tulianza kuchimba msingi, tukajenga tofali za msingi, tukafunga mkanda wa chini. Hii ni site ya Mpiji. Sehemu moja panaitwa Daraja la Jeshi. Kwa nilikuja, kama utakuwa ni mfuatiliaji mzuri sana ama kama utakuwa unanifuatilia leo, angalia kwenye YouTube channel yangu video ya chini kidogo kama ya 7 ya 5 hivi, utakutana na hii kitu ambayo ilikuwa kwenye foundation na nilitoa maelekezo yake, ramani yake ikiwa kwenye file, yani kwenye makaratasi. Kwa hiyo kwa sasa hivi nataka nikuingize ndani uone namna ambavyo mikato yake, design ya nyumba. Ni kijumba fulani ambacho ni simple, kikali sana, na hatua ambayo tumefikia hatua ya kufunga mkanda wa juu. Kwa sasa hivi ramani inaweza nikaingia ndani na inaelekezeka. Kwa hiyo usikatishe hii video katikati, lengo na zumuni uweze kupata knowledge na wewe na kujua namna gani ambavyo unaweza kupata nyumba kali. Hapa ninapoonyesha ni sehemu ya mbele, ni sehemu ya baraza, na kutoka kuna ngazi hapa, tutaotesha ngazi. Na ukipanda hapa unakutana na sitting room. Kitu ambacho ningependa wadau wangu mkielewe ama mpate uelewa na ujenzi ni kwamba umeona ujenzi wangu mwingi sana uaga kabla ya kupandisha tofali, uaga na mwaga kifusi. Lazima uweke kifusi kwanza. Kuna mafundi wenzangu, kuna watu ambao wanafanya hizi kazi lakini uelewa ama naweza kusema kazi zao zinakuwa hazina ufanisi. Unakuta anajenga lakini bado kuna maandaki ndani. Kwenye ujenzi hiyo sio kitu kizuri, kwa sababu unafanya nyumba inakuwa inaondoka na ubora unakuwa sio mzuri, kwa sababu maji yakituama hapa maana yake inakuwa ni shida nyingine. Ndio zile nyumba ambazo zinakuwa zinatoa crack. Kwa hiyo nawaona watu mtandaoni wanafanya, kwa wajifunze. Hii ndio maana nasemaga hii ni elimu huru ambayo inampa mtu yote access ya kuweza kujifunza chochote kwenye YouTube channel yangu. Kwa hiyo mjifunze kwamba muwe mnawashauri wateja zenu na muwe mnawaambia swala la kifusi ni swala la msingi sana. Kwa hiyo huku tushatoka. Hapa ni sitting room, na sitting room yangu ina madirisha mawili. Na ukitizama ni sitting room fulani simple, inaeleweka. Lakini pia kuna open door pale, kuna open door pale. Sasa nikienda huku, naenda kwenye mahitaji mengine, nitakuja huku, lakini nataka nianzie huku ili tuweze kwenda sawa. Nadhani mpaka hapo umeelewa ni sitting room ya design gani. Hapa kuna corridor, na kwenye hii corridor huku kuna kama kichemba fulani hivi, kuna kikona ambapo kuna kichemba. Hiki bwana kina kazi yake. Sio kwamba kipo tu. Hiki kina matumizi mbalimbali. Lakini mimi kwa mfano ningekuwa hii nyumba naishi mimi ama ni ya kwangu, hii ni sehemu ambayo ningeweka shelf ya kuhifadhia viatu. Ningeweka shelf ya kuhifadhia viatu. Ninapochora ramani zangu huaga na angaliaga mambo mbalimbali. Kwa sababu sasa hivi ule utaratibu nyumba za kisasa hizi kuweka viatu vikae tu, yani random inakuwa sio poa. Kwa hiyo unakuwa na lazima uweke sehemu ambayo viatu vitakuwa vinahifadhiwa. Kwa hiyo hiki ni kisehemu ambacho unaweza kuhifadhi viatu. Na ukiwa unaenda hivi kuna pacha hapa ambazo huku utaenda kwenye mambo mengine na huku utakuwa unakuja kwenye mambo mengine. Sasa ukija huku hapa, kwanza mkono wangu wa kulia kuna corridor pia. Uzuri wa ramani zangu ni kwamba nachola naangalia mifumo iko vipi. Hapa hapata kuwa na mlango. Mlango utakuwa pale, lakini hii ni corridor kutoka hapa mpaka hapa. Ni corridor ambayo inajitegemea, ambayo unakuja kukutana na mlango hapa. Hiki ni chumba cha mshua. Ni chumba ambacho ni master bedroom kubwa. Ina madirisha mawili, na uzuri ni kwamba atakapokuwa analala lolote mbele likitokea analiona, kwa maana hii dirisha yeye ana face huku mbele. Na mara nyingi wababa wanapenda nyumba anapokaa basi dirisha lake liwe barazani. Ndio inapendeza sana. Lakini choo chake ni hiki hapa. Hii ndio master bedroom. Kizungumzia master, hii ndio master yake. Hiki ndio choo chake. Hakina changing room. Lakini kwa sababu ya tumeamua kuifanya iwe simple. Hii ni nyumba fulani simple sana. Kwa watu ambao tuna vipato vidogo, ni nyumba fulani kali sana. Kwa haina changing room, anaweza kaotesha kabati tu mumu ndani na maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo unaona hata master yenyewe ni simple tu. Kwa hiyo tukitoka huku sasa
Tunakuja kuna korido tena hapa. Hapa kuna korido lakini tuna face hapa. Hii ni public toilet. Hii ni public toilet. Alafu ukikunja kona huku kuna chumba kingine ambacho kina choo chake ndani ambacho ni hiki hapa. Kuna chumba ambacho kina choo chake ndani. Hiki unaweza ukaweka watoto wa kike wakawa na stay room. Alafu boys ukawaleta hapa ambacho hii ni single room. Lakini na yenyewe nao ina korido chake kama kawaida. Hapa unaweza ukaweka boys wakawa wanakaa hapa. Umeona hii ni single ambao choo chao kitakuwa ni hiki hapa cha public. Sasa tukitoka huku tunaelekea upande wa pili ambao ni upande wa jikoni na dining na store. Hapa kuna kikorido pia. Kuna kispace hapa ambacho hichi kispace na chenyewe unaweza ukafanya jambo lako lolote lile. Kuna kieneo hiki hapa. Hii ndo lamani. Ukisikia mikato ya lamani ndo hii. Hapa kuna kispace ambacho unaweza ukafanya jambo lako lolote. Alafu ukija hapa sasa unakuja dining. Hii ni sehemu ya dining. Unaona dirisha lake ile pale liko chini. Hii ni sehemu ya dining. Pale tunarudi tena sitting room. Tunarudi tena sitting room hapa. Hapa tumekuja dining. Tukitoka hapa dining tushakula msosi wetu, tunarudi sitting room kuchill. Lakini before ya msosi kuja hapa, msosi utatokea huku ambapo ni jikoni. Hii ni sehemu ya jikoni ndio maana unaona tofali yake ina kozi ya 4. Hii ni elimu pia nawapa ndugu zangu. Mjitahidi, mimi nasema kila siku, chochote unachokiona kwangu ni bora, kikopi, sio mbaya kukopi. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya jikoni na hiki ndio kistore chake. Hii ni sehemu ya store. Hii ni jikoni. Hii ni jiko simple. Lakini jamani ndugu zangu, wadada zangu ambao mpo Uarabuni mnajitafuta, kaka zangu ambao mko Uarabuni, ndugu zangu ambao mpo nje ya nchi, hii lamani ni very simple. Hiki ni kisehemu cha baraza, varanda ya uani. Huku ndo uani kwako. Unaona bwana? Huku ndo uani. Matoka naweza ukaja huku, kwa mfano wewe eneo lake linaishia hapa, kwa hiyo ana eneo dogo na ndio maana tulifanya lamani fulani simple. Lakini hata kwenye budget hii lamani iko vizuri. Lakini hii lamani baadaye itakapokuja kuisha ni lamani fulani kali sana. Ni nyumba utakapokuja kuifanyia finishing ni nyumba fulani tamu mno. Hii ni sehemu ya nje. Hii ni sehemu ya nje. Angalia kuta zilivyonyoka, angalia ujenzi wangu ulivyo, angalia msingi. Umeona bwana? Na hakikisha kwenye kona kuna nguzo. Kuna kona huwezi kuziacha tu hivi hivi, lazima uoteshe nguzo. Kwa mfano kama hii kona ina kikwapa fulani kidogo, ina kiukuta chembamba. Kwa hiyo ukiweka nguzo unafanya nyumba inakuwa imara zaidi. Unaona bwana? Kwa hiyo tunaposema huwa tunamaliza ama tunatatua matatizo ya watu kwenye swala zima ama kwenye sekta nzima ya ujenzi, basi huwa tunamaanisha. Tofali zimelala, bomba za kupumulia zipo za kutosha. Sasa huu ndo ufundi. Kama wewe una fundi wako pia ambaye anaweza akajenga nyumba, akachimba msingi, akajenga tofali za msingi, akaja akakuonesha kama hivi, mwambie tupostie. Tuone. Kwa hapa stage ambayo imebakia ni kufunga mkanda. Na soon tutaanza hilo zoezi. Nadhani wiki hii, maana mteja kashalipia kila kitu ofisini pale. Kila kitu kashalipia, nondo zake kashalipia, simenti kashalipia, vitu vyote kalipia. Kwa hiyo ni sisi tu kuja kumalizia jambo lake, kumwaga hiyo renta yake ya juu ili maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo mnapokuwa mnawapa dhamana watu wajengee nyumba zenu, hakikisha unampa nani? So kila mtu anaweza kuwa Mr. House jamani. Naona nyumba tunajenga, tunaanza chini mpaka inainuka, unaiona. Kuta zimenyoka, unaziona. Kwa hiyo wadau wangu mimi ni waache, lakini kama utakuwa una nafasi ya kupata riski kidogo, basi jenga nyumba hii kwa sababu ni nyumba ambayo haina gharama. Wewe mwenyewe umeiona. Yaani mpaka hapa ambapo ulipofikia ni tofali 3,200. Kwa hiyo ni nyumba fulani ambayo very simple. Sababu kuna majumba mengine mitofali 4,000 na hiyo 3,200
Maana yake ni kwamba utapanda nazo ambazo zimebaki na zile pale utapanda nazo mpaka kwenye double cozy. Kwa ukiwa na tofali zako 3500 hii nyumba unaimudu vizuri sana. Mimi naitwa Mr. House Decoration. Don't forget to subscribe.